Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Ni breaking news kutokea Mashariki ya Kati, vita vikubwa kabisa vikizagaa ulimwengu mzima. Sasa taarifa kubwa usiku huu kutokea Mashariki ya Kati si tena mzozo wa Marekani na Irani, bali ni vita vya Urusi na Ukraine, ambapo siku ya leo taarifa kubwa inaarifu ya kwamba Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametia kambi Mashariki ya Kati katika taifa la Saudi Arabia, ambaye ni mshirika wa karibu wa Marekani. Sasa taarifa hii, mtazamaji, kama ulikuwa unaendelea na shughuli zako, yani kama ulikuwa unasikiliza mziki, umeweka earphone moja sikioni na nyingine umeweka chini, basi chukua earphone zote mbili, weka masikioni, alafu nisikilize kwa makini sana. Na kama ulikuwa umeshika glasi ya maji ama ulikuwa umeshika sahani ya chakula unakula, basi weka chini ili uweze kupata undani huu wa taarifa hii kubwa kabisa kutokea Mashariki ya Kati. Hapa bwana mdogo tunamzungumza Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine. Sasa leo, kama unakumbuka vizuri na kama unakumbuka vyema kabisa, siku za hivi karibuni rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekuwa akihanga sana na amekuwa akihangaika vibaya mno, na hii inakuja kufuatia usitishwaji wa Marekani ama kulegezwa kwa Marekani kusupply silaha za kivita kule mataifa ya Magharibi, umoja wa kula ya turufu NATO na umoja wa kujihami juu ya kuisaidia Ukraine kupambana dhidi ya Urusi, ambapo Urusi ilikuwa imekithilisha mashambulizi makubwa katika taifa la Ukraine na kuharibu vibaya sana na kusambaratisha maeneo ya miji ya Zaporizhia pamoja na Poltava. Sasa kufuatia hili, mapema leo, wakati sakata la vita la Iran na Marekani likizidi kupamba moto, mashambulizi makali ya kilindima kule Mashariki ya Kati, taifa la Marekani kupitia idara maalum ya usalama na ulinzi na masuala ya kivita, na maanisha Pentagon, ilitangaza kusitisha na kuhamisha silaha za kivita kutokea Ukraine na kugeuzia ukanda wa Mashariki ya Kati ili kukikabili vita vya Irani, ambapo Pentagon ilitoa taarifa za mapema ikieleza dhamira yake ya kuhamisha silaha za kivita kule nchini Ukraine katika mzozo unaoendelea kati ya Urusi na Ukraine, ikisema kwamba hili linakuja kufuatia kujitenga kwa umoja wa kula ya turufu ama umoja wa kujihami NATO katika msaada wake wa karibu na taifa la Marekani katika kusaidia vita vya Irani dhidi ya Marekani na Israeli. Sasa kufuatia haya yote ambayo yamejiri kwa siku ya leo, lakini na hapo nyuma, rais wa Ukraine bwana mdogo Volodymyr Zelensky ameamua rasmi kukita kambi Mashariki ya Kati ili kuweza kupata msaada wa karibu. Yani ameamua sasa kugeuzia macho yake Mashariki ya Kati baada ya kuona kwamba Marekani amekuwa akimsaliti ama amekuwa akimgeuka ama akimkataa katika kuisaidia dhidi ya Urusi, yani katika vita vyake vya muda mrefu sana tangu mwaka 2022 mwezi Februari tarehe 24, kufuatia Marekani kuikataa Ukraine katika vita vyake na Urusi. Sasa leo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewasili rasmi Saudi Arabia, ambaye Saudi Arabia ni mshirika wa karibu sana na Marekani, akienda kwa ajili ya kuomba msaada wa kivita dhidi yake na Urusi, jambo ambalo limeibua sintofahamu na taharuki kubwa sana katika mzozo huu wa kikanda baina ya Ukraine na mzozo huu wa Mashariki ya Kati. Hapa mizozo miwili kwa pamoja inakwenda kukutanishwa katikati, yani sawa umechukua ugali alafu ukachukua na nyama alafu ukachukua wali na ndizi alafu ukaweka sehemu moja kwa ajili ya mlo patamu sana. Hapa mtazamaji, taarifa rasmi kutokea vyanzo mbalimbali vya taarifa kutokea Mashariki ya Kati, ikiwemo shirika la habari la Mashariki ya Kati Al Jazeera limeripoti ya kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewasili Mashariki ya Kati katika taifa la Saudi Arabia katika kile imeeleza mkutano wa dharura baina ya taifa la Saudi Arabia na viongozi waandamizi, viongozi wa ngazi za juu wa taifa la Saudi Arabia kufuatia kile ameeleza fukuto la vita dhidi yake na Urusi. Akielezea kuwasili kwake ndani ya Saudia, bwana Zelensky ameeleza kwamba ziara hiyo imekuja kufuatia kutarajiwa kufanyika kwa mkutano muhimu kwa kile ameeleza kuimarisha ushirikiano wa karibu wa mataifa hayo mawili kufuatia mzozo unaendelea kati ya Marekani, Israeli na Irani Mashariki ya Kati. Sasa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiandika kupitia chapisho lake la mtandao rasmi wa kijamii yani X zamani Twitter, ameandika kwamba mkutano muhimu wa viongozi wa Mashariki ya Kati katika nchi ya Saudi Arabia unakuja ikiwa ni kutambua ushirikiano na sapoti kubwa sana
ya wale watu ambao wako tayari kufanya kazi na sisi katika kuimarisha ulinzi na usalama wakati vita vikiendelea dhidi yetu na Urusi. Akizungumzia ziara hiyo ya Ukraine nchini Saudi Arabia, mkuu wa Baraza la Usalama la Ukraine Rustem Umerov amesema ameambatana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika kushiriki kile amesema mkutano muhimu baina ya mataifa hayo mawili utakwenda kushuhudiwa katika kuimarisha ushirikiano wa silaha za kivita pamoja na ushirikiano wa kijeshi baina ya mataifa hayo mawili. Ni taarifa hiyo iliyoangazia ziara ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika taifa la Saudi Arabia, ikiwa ni katika kuomba kwake msaada wa kivita baada ya Marekani kumsaliti ama kumtenga siku za hivi karibuni na taifa la Marekani na idara ya usalama ya Marekani Pentagon kutangaza kurejesha silaha zake kule nchini Ukraine kupeleka upande wa Mashariki ya Kati dhidi ya vita vya Iran. Sasa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akielezea ushiriki wake na taifa hilo la Saudi Arabia ameeleza kwamba Kyiv imeendelea kutoa msaada wa wataalamu na teknolojia ya droni katika mataifa hayo ya ukanda wa Mashariki ya Kati kwa kile amesema katika kudhibiti mashambulizi ya angani ya Iran, ambapo amesema ana matumaini kwamba katika kurejesha fadhila hiyo ambayo Ukraine imeendelea kutoa, basi Saudi Arabia na mataifa mengine washirika wa kikanda kule Mashariki ya Kati watamsaidia Zelensky bega kwa bega katika vita vyake dhidi ya Urusi. Akielezea hilo, Rais Volodymyr Zelensky amesema Ukraine imeendelea kutuma wataalamu wake ikiwemo katika taifa la Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja pia na Saudi. Kama itakumbukwa vyema, hayo yote yanajiri wakati Zelensky ameshawahi kuomba misaada kadhaa kwa mataifa ya Magharibi kwa katika Umoja wa NATO, akisema kwamba mataifa ya Ulaya yanapaswa kuongeza vikwazo vikubwa kwa taifa la Urusi katika mashambulizi yake ya kuishambulia Ukraine katika miji mbalimbali ikiwemo miji ya Zaporizhia na Poltava kwa siku za hivi karibuni. Na katika hatua hizo za Zelensky ameendelea kuilaumu vikali Marekani kwa kile amesema kuendelea kujitenga dhidi ya vita vyake vya Urusi, ikidili zaidi katika vita vya Mashariki ya Kati kati ya Marekani na Irani. Katika taarifa tofauti, rais wa Marekani Bwana Donald Trump alijibu madai ya Rais Zelensky akisema kwamba Marekani haihusiki na vita vya Ukraine na hivyo haina budi kudili zaidi na vita vyake vya Mashariki ya Kati dhidi ya Irani. Akizungumza hilo, Bwana Donald Trump amesema, na hapa ninamnukuu, "Unajua fika kwamba sisi hatuhusiki moja kwa moja na vita vya Ukraine na tumekuwa tukitoa msaada mkubwa sana kwa mataifa washirika wa NATO na mataifa ya Magharibi kuisaidia Ukraine, lakini wakati mwingine tumekuwa tukifanya hivyo kwa upande mmoja ili kunufaika kwa upande mwingine." Marekani imekuwa ikiuzia silaha nzito sana kwa mataifa ya NATO ambayo yamekuwa yakiipatia moja kwa moja Ukraine. Ukraine sio vita vyetu na hivyo hatuwezi poteza nguvu zetu kubwa kwa taifa hili la Ukraine. Sasa inapaswa jisimamie yenyewe ama washirika wake wa NATO ambao sasa hawana msaada kwetu sisi. Ni kauli mbalimbali za rais wa Marekani Bwana Donald Trump kufuatia kile ambacho rais wa Ukraine amedai kwamba Marekani inaendelea kuitenga Ukraine katika mgogoro wake wa muda mrefu dhidi ya Urusi. Na hayo yote yanajiri wakati tayari rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameshawasili Mashariki ya Kati katika taifa la Saudi Arabia kwa kile ambacho ameeleza katika kuimarisha ushirikiano wa karibu wa kijeshi na kivita baina ya mataifa hayo mawili, Ukraine na Saudi Arabia. Na kwa mujibu wa taarifa yake aliyoitoa kupitia mtandao wake wa X zamani Twitter, Bwana Zelensky ameeleza kwamba ujio wa ziara yake nchini Saudi Arabia ni katika jitihada za kusaidia na kushiriki moja kwa moja katika migogoro inayoendelea baina ya Mashariki ya Kati kati ya Marekani na Irani, na huku pia migogoro inayoendelea kati ya Ukraine na Urusi. Haya yote yanajiri wakati Marekani kupitia rais wake Bwana Donald Trump ameendelea kutoa matambo na kauli mtambuka katika vita vinavyoendelea dhidi yake na Irani, akisema ya kwamba tayari Marekani imeanza kufanikiwa majadiliano kati yake na Irani, akisema Irani imeanza kuachilia boti karibu 10 kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz, akisema ya kwamba hiyo ni dalili ya wazi juu ya mafanikio katika mazungumzo yanayofanywa kati yake na Irani, huku viongozi wa ngazi za juu wa Irani wakikanusha moja kwa moja juu ya makubaliano ambayo Marekani imedai kuendeleza kufanywa baina ya pande hizo mbili za uhasama. Akizungumzia hilo, Bwana Donald Trump amesema, na hapa ninamnukuu, "Tumekuwa na mazungumzo ya kina sana na Irani na hii ni katika kuheshimu uamuzi wa Irani na upande wa watu sahihi." Na hapa inajidhihirisha wazi kabisa dhahiri kwa kile ambacho maafisa wa Irani wameonyesha kuwa wameruhusu meli karibu 10 za mafuta kupitia katika mlango wa bahari wa Hormuz, mlango muhimu kabisa katika ukanda wa Mashariki ya Kati na mataifa mengi ulimwenguni, ambapo hapo awali Irani ilijifanya kuweka vikwazo vikubwa sana katika ukanda huo. Na wamekuwa wakifanya hivyo ili kuonyesha ukweli kwamba tuko imara sana na watu wenye nguvu kuliko watu wote ulimwenguni. Na katika hili nafikiri tunashughulika vyema kabisa na watu sahihi, wala hatujakosea katika hili.
Ni mwisho wa nukuu ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump akizungumzia swala lake la mgogoro kati yake na Iran, ambapo walizungumzia swala zima kuendelea kwa mazungumzo baina yake na Iran, ambapo viongozi wa Iran wao wakikanusha mazungumzo hayo ambayo Marekani imeeleza kwamba inaendelea kufanywa baina ya pande hizo mbili za mzozo. Je, kufuatia propaganda ambazo Marekani inaendeleza katika vita vyake dhidi ya Irani, ni yapi maoni yako? Na je, vipi kuhusu kuingizwa pamoja kwa mizozo miwili katika sehemu moja, yani mzozo wa Ukraine na mzozo wa Mashariki ya Kati? Andika maoni yako pia kwa hayo na mengine mengi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.